Karibu Samdizo. Simulizi huu ni mwendelezo wa simulizi iitwayo Binti Tina. Katika sehemu iliyopita, maisha ya Tina yalibadilika ghafla baada ya kugundua kuwa mwanaume aliyempenda kwa dhati, Masumbuko, ndiye aliyekuwa akitafutwa kama jambazi sugu, Moses. Ukweli huo ulimvunja moyo na kumwacha katika hali ya sintofahamu. Siku zilizofuata zilikuwa ngumu kuliko zote katika maisha ya Tina. Hakulala vizuri, hakula kwa utulivu, na kila alipofumba macho, aliona uso wa Masumbuko ukimwangalia kwa tabasamu lile lile alilolizoea, lakini sasa lilionekana kama dhihaka. Alijiuliza mara nyingi, je, alikuwa akinipenda kweli? Au kila kitu kilikuwa mchezo? Lakini pamoja na maumivu hayo, Tina alikuwa askari. Na askari haachi kazi kwa sababu ya hisia. Alijifuta machozi, akasimama na kuamua jambo moja: angemtafuta Masumbuko, si kama mpenzi wake tena, bali kama mhalifu. Upelelezi wake ulianza kimya kimya. Hakutaka hata wenzake wajue kuwa ana uhusiano wa karibu na mtu wanayemtafuta. Alianza kupitia kumbukumbu zake zote, maeneo aliyowahi kumpeleka, simu alizowahi kupiga, hata maneno aliyowahi kusema bila kufikiria. Kila kitu kilikuwa kidokezo. Aligundua kuwa safari za Masumbuko hazikuwa za kawaida. Zilikuwa na mpangilio fulani, mara nyingi zilienda sambamba na matukio ya uhalifu yaliyoripotiwa katika maeneo mbalimbali. Hapo ndipo alijua kuwa alikuwa akiishi na mtu aliyekuwa na maisha mawili. Wiki moja ilipita, kisha mbili. Hatimaye wiki 4 zilipofika, Tina alikuwa amechoka, lakini hakukata tamaa. Siku moja alipokuwa akitembea sokoni mjini, macho yake yaligongana na sura iliyomfanya moyo wake uruke. Alikuwa ni yeye, Masumbuko, akiwa amevaa kofia na miwani ya jua kana kwamba anajificha, lakini Tina hakuhitaji zaidi ya sekunde moja kumtambua. Alibaki kimya, akijifanya kama hajamwona, huku moyo wake ukipiga kwa nguvu. Alianza kumfuatilia kwa umbali. Masumbuko alitembea kwa tahadhari, akizunguka huku na kule kana kwamba anahakikisha hakuna anayemfuata. Lakini Tina alikuwa makini zaidi. Alimfuata hatua kwa hatua hadi alipofika katika nyumba moja iliyokuwa pembezoni mwa mji, eneo tulivu lisilo na watu wengi. Tina alisimama mbali kidogo, akiangalia nyumba ile. Hapo ndipo alijua amepata alichokuwa akitafuta. Usiku huo hakulala. Alipanga kila hatua kwa makini. Hii haikuwa operesheni rasmi ya polisi, ilikuwa ni vita yake binafsi kati ya moyo na wajibu. Asubuhi iliyofuata, akiwa amejiandaa kikamilifu, Tina alielekea katika ile nyumba. Alikuwa na silaha yake, lakini pia alikuwa na maumivu moyoni. Alipofika, aligonga mlango kwa nguvu. Dakika chache baadaye, mlango ulifunguliwa. Masumbuko alisimama pale, macho yake yakikutana na ya Tina. Kulikuwa na ukimya mzito kati yao. Hakuna aliyesema neno kwa sekunde kadhaa. Tina, alisema kwa mshangao. Usinitaje jina langu. Tina alijibu kwa hasira, akielekeza bunduki yake kwake. Wewe ni nani hasa? Masumbuko au Moses? Masumbuko alitulia, akashusha pumzi ndefu. Najua nimekosea, alianza kusema. Umenidanganya. Tina alikata kwa sauti kali. Umenitumia. Nilikuamini. Mazungumzo yao yaligeuka kuwa mabishano makali. Hasira, maumivu na mapenzi yaliyobaki vilichanganyika kwa nguvu. Tina alitaka kumkamata, kumpeleka kituoni, kumaliza kila kitu. Lakini sehemu ya moyo wake bado ilimshikilia. Masumbuko hakukubali kukamatwa kirahisi. Walianza kuvutana, kila mmoja akijaribu kumzidi mwenzake. Ilikuwa ni vita ya kimwili na kihisia. Lakini katikati ya mvutano huo, hisia zao zilizozikwa zilianza kujitokeza tena. Hatimaye, ugomvi ule ulitulia kwa njia ambayo Tina hakutarajia. Kulikuwa na ukimya, pumzi nzito na kumbukumbu za mapenzi yao zikirejea ghafla. Usiku uliingia. Walibaki pamoja, wakizungumza kwa muda mrefu, wakikumbuka, wakilaumiana na hata wakati mwingine wakicheka kwa uchungu. Ilikuwa ni usiku wa kuchanganyikiwa, ambapo mipaka kati ya upendo na chuki ilifutika. Lakini hatima haikuwa upande wa Tina.
Alipoamka asubuhi iliyofuata, alijikuta peke yake tena. Masumbuko alikuwa ameondoka. Hakukuwa na ujumbe, hakukuwa na maelezo. Ni ukimya tu uliobaki. Wiki 3 baadaye, Tina alianza kuhisi mabadiliko katika mwili wake. Uchovu usioelezeka, kichefuchefu na hisia zisizo za kawaida. Mwanzoni alipuuzia akidhani ni msongo wa mawazo. Lakini siku zilivyoendelea, ukweli ulianza kujionyesha. Alikuwa na ujauzito. Habari hiyo ilimvunja moyo zaidi kuliko kitu kingine chochote. Alikaa peke yake, machozi yakimtoka bila sauti. Mtoto wangu, alinong'ona, baba yako ni nani kweli? Hakujua kama acheke au alie. Miezi ilianza kupita. Tumbo lake lilikuwa na siri yake ikawa mzigo mkubwa. Hakumwambia mtu yeyote kuhusu baba wa mtoto. Alibeba maumivu yake kimya kimya, akijaribu kuendelea na maisha. Lakini dunia haikusimama. Baada ya miezi 8, jeshi la polisi lilipata taarifa mpya kuwa kulikuwa na msaliti ndani yao aliyekuwa akisaidia mtandao wa uhalifu. Uchunguzi ulipofanyika, macho yakaanza kumgeukia Tina. Alikuwa karibu sana na Masumbuko. Alijua mambo mengi kuliko wengine. Na hapo ndipo alipopewa chaguo gumu zaidi katika maisha yake. Aidha umkamate Masumbuko au utachukuliwa kama mshirika wake. Tina alihisi dunia ikimzunguka. Lakini safari yake haikuwa imeisha bado. Maisha ya Tina yaligeuka mzigo mzito usio na pumzi. Kila hatua aliyopiga ilihisi kama anaanguka kwenye shimo refu lisilo na mwisho. Wenzake kazini hawakumwangalia tena kama rafiki, bali kama mtu wa kuogopwa. Minong'ono ilisikika kila alipopita, ndiye huyo, alikuwa karibu sana na yule jambazi. Lakini hakuna aliyejua ukweli wote. Hakuna aliyejua kuwa ndani ya tumbo lake kulikuwa na kiumbe kisicho na hatia, mtoto wa mtu yule yule waliyekuwa wanamtafuta kwa udi na uvumba. Usiku mmoja, akiwa amekaa peke yake ndani ya chumba chake kidogo, Tina alichukua simu yake taratibu. Namba ile aliyopewa na Masumbuko siku za nyuma bado ilikuwa pale. Aliitazama kwa muda mrefu, machozi yakimtoka kimya kimya. Alijua akipiga simu hiyo, maisha yake yangekata mwelekeo mmoja tu. Kwa mikono iliyotetemeka alipiga. Simu iliita kwa muda mrefu, kila mlio ulikuwa kama pigo moyoni. Hatimaye upande wa pili ukapokea. Halo, sauti ile ile ya Masumbuko. Tina alinyamaza kwa sekunde chache, akijaribu kuzuia hisia zisizomiminika. Ni mimi, Tina alisema kwa sauti dhaifu. Kulikuwa na ukimya mfupi upande wa pili, kisha Masumbuko akavuta pumzi ndefu. Tina, uko wapi? Uko salama? Swali hilo lilimchoma kama kisu. Salama, alijibu kwa uchungu. Uliniacha bila neno lolote. Masumbuko hakujibu mara moja. Nina ujauzito, Tina alisema ghafla bila kuzunguka. Maneno hayo yalivunja ukimya wote. Nini? Masumbuko aliuliza kwa mshangao. Ndiyo. Mtoto wako, Tina aliendelea, machozi yakitiririka. Na hali yangu si nzuri, inahitaji kukuona. Kulikuwa na ukimya mrefu upande wa pili. Ilionekana kama Masumbuko anapambana na mawazo yake mwenyewe. Hatimaye alisema, sawa, nitakuja. Siku iliyofuata Tina aliandaa kila kitu kwa siri. Hakumwambia mtu yeyote, lakini aliwapa taarifa wenzake waaminifu bila kuwafichulia undani wote. Walijipanga kwa mtego. Moyo wa Tina ulikuwa mzito. Hii haikuwa operesheni ya kawaida. Hii ilikuwa ni kumtoa kafara mtu aliyewahi kumpenda. Masumbuko alipofika eneo walilokubaliana, hakuwa na tahadhari kubwa kama siku nyingine. Labda ilikuwa kwa sababu ya habari ya mtoto. Labda moyo wake ulimshinda. Alipomwona Tina, macho yake yalibadilika. Kulikuwa na mchanganyiko wa furaha, huzuni na majuto. Tina, alisema kwa sauti ya chini. Lakini kabla hajakaribia zaidi, askari waliinuka kutoka mafichoni. Simama hapo. Umezingirwa. Masumbuko alishtuka, akageuka huku na kule, lakini ilikuwa tayari imechelewa.
Alijaribu kukimbia lakini alikamatwa. Macho yake yalikutana na ya Tina kwa mara ya mwisho kabla ya kutiwa pingu. Hakusema neno, lakini macho yake yaliongea mengi: usaliti, maumivu, na labda upendo uliochelewa. Tina alisimama pale, machozi yakimtoka kimya kimya. Hakushangilia. Hakujisikia mshindi. Alijisikia kupoteza kila kitu. Baada ya muda mfupi, kesi ya Masumbuko ilifikishwa mahakamani. Ushahidi ulikuwa mzito: biashara ya madawa ya kulevya, ujambazi na uhalifu mwingine mwingi. Hakukuwa na njia ya kujitetea. Hatimaye hukumu ilitolewa: kifungo cha maisha. Habari hiyo ilimfikia Tina akiwa hospitalini kwa uchunguzi wa ujauzito. Alikaa kimya kwa muda mrefu baada ya kusikia hukumu hiyo. Moyo wake ulivunjika tena, lakini safari haikusimama. Miezi ilipita, na siku moja Tina alijifungua mtoto wa kike mzuri sana. Alimwangalia kwa macho yaliyojaa machozi ya furaha na huzuni kwa pamoja. Ataitwa Sara, alisema kwa upole. Sara alikuwa nuru katika giza la maisha ya Tina. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Kwa sababu ya sakata lote, Tina alipoteza kazi yake. Hakukuwa na mtu aliyemwamini tena kikamilifu ndani ya jeshi. Alibaki peke yake, bila ajira na mtoto mchanga mikononi. Lakini hakukata tamaa. Alipambana kwa ajili ya Sara. Siku moja baada ya muda kupita, Tina aliamua kwenda kumtembelea Masumbuko gerezani. Hakuwa na uhakika kwa nini alifanya hivyo, labda kutafuta majibu, labda kufunga ukurasa. Walipokutana kulikuwa na ukimya mzito kati yao. Masumbuko alikuwa amebadilika, mwili wake ulikuwa dhaifu, lakini macho yake bado yalikuwa na ule uhai ule ule. Mtoto anaendeleaje? Aliuliza kwa sauti ya chini. Yuko vizuri. Anaitwa Sara, Tina alijibu. Masumbuko alitabasamu kwa huzuni. Samahani Tina, kwa kila kitu. Tina hakujibu. Lakini kabla muda wa maongezi haujaisha, Masumbuko alimkaribia kidogo na kusema kwa sauti ya siri, kuna kitu nataka kukuambia. Tina alimsikiliza kwa makini. Nimeficha dhahabu, sehemu ambayo hakuna mtu anajua, alisema taratibu. Chini ya mti mkubwa, pembeni ya eneo la zamani nililokuwa natumia. Ukifuata maelekezo nitakayokupa, hii utaipata. Tina alishangaa. Hiyo ndiyo njia pekee ninayoweza kusaidia wewe na mtoto wetu, Masumbuko aliongeza. Askari walipokuja kumtoa, alimwangalia Tina kwa mara ya mwisho. Safari yao ilikuwa imefika mwisho. Lakini labda mwanzo mpya ulikuwa unakaribia. Itaendelea.